Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein na bado tunaendelea kukujuza mambo mengi ambayo yanajiri ulimwenguni, lakini tuelekee huko nchini Urusi ambapo Moscow imeionya Washington juu ya mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nyuklia ya Iran ambayo inaweza ikaleta madhara katika eneo zima la Mashariki ya Kati. Urusi imeionya Marekani kuhusu kufanya shambulio lolote dhidi ya vituo vya nyuklia huko nchini Iran. Sergei Ryabkov, naibu waziri wa mambo ya kigeni, amesema kuhusu hatua zozote za kijeshi dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran ni jambo ambalo haliwezekani na kwamba Marekani si thubutu kufanya shambulio lolote dhidi ya miundombinu ya nyuklia huko nchini Iran. Aidha, amesisitiza kwamba mashambulizi hayo yatakuwa na matokeo hatari kwa kanda nzima ya magharibi mwa Asia. Ryabkov amesema kuwa kulenga na kulipua miundombinu ya nyuklia ya Iran kunaweza kuhatarisha usalama wa kikanda na kuwa na athari mbaya. Hapo awali pia maafisa wa serikali ya Urusi walikuwa wameeleza wasiwasi wao kuhusu vitendo vyovyote vya uchochezi ambavyo vitatishia usalama wa amani. Kauli hii imetolewa baada ya Marekani kutaka kuzua hali ya wasiwasi katika eneo hilo kwa kudai kuwa miradi ya kuzalisha nishati ya nyuklia nchini Iran sio ya amani. Hii ni licha ya kuwa shughuli za nyuklia za Jamhuri ya Kiislamu ya Iran zimekuwa zikifanyika kwa uwazi na kwa lengo la amani na zinafanyika ndani ya majukumu ya Iran chini ya mkataba kuzuia uenezaji wa silaha za nyuklia. Kinyume chake, Marekani ndio nchi pekee ambayo imewahi kutumia silaha za nyuklia na kufanya uhalifu wa kivita na uhalifu mwingine wa kibinadamu kwa kuua maelfu ya watu huko nchini Japan kwa kutumia silaha za nyuklia. Wakati huo huo, Brigedia Jenerali Amir Ali Hajizade, kamanda wa kikosi cha anga za mbali cha Jeshi la Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran IRGC, ameionya Marekani kuhusu uwezekano wa kushambulia ardhi ya Iran na kusema wanajeshi wa Marekani katika eneo hili wapo katika nyumba ya vioo na wanapaswa kuepuka kuwarushia wengine mawe. Kadhalika, huko katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, Iran imewasilisha malalamiko rasmi kwa baraza hilo kuhusu vitisho vya rais wa Marekani Donald Trump vya kuchukua hatua za kijeshi na kuyataja matamshi yake kuwa ya kizembe ya kivita. Hivi majuzi Trump alitishia Iran kwa mashambulizi ya mabomu ambayo haijawahi kuona ikiwa haitakubali makubaliano ya nyuklia. Uongozi wa Iran umelaani kauli hiyo na kuapa kuwa italipiza kisasi iwapo wangeshambuliwa. Katika barua kwa Baraza la Usalama siku ya Jumatatu ya wiki hii, balozi wa Umoja wa Mataifa wa Iran Amir Said Iravani alishutumu Marekani kwa kufanya ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa. Tehran inaonya vikali dhidi ya shambulizi lolote la kijeshi na itajibu haraka na kwa uamuzi kwa kitendo chochote cha uchokozi au mashambulizi ya Marekani au wakala wake dhidi ya mamlaka yake, uadilifu wa ardhi au maslahi ya kitaifa, barua hiyo ilisema. Mtazamaji, unayo nafasi ya kulike, unayo nafasi ya kucomment, lakini pia kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kutufuatilia, endelea kuwa nasi wakati wote.